au somo letu la leo tunakwenda kujifunza Israeli ni kama dira kwa kanisa, lakini somo lenyewe hasa ni chukizo la uharibifu mahali patakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Chukizo la uharibifu mahali patakatifu. Tunajua kwamba siku hizi ni siku za mwisho, ambazo zinatajwa katika Timotheo kwamba zitakuwa ni siku za hatari, siku ambazo hatari hiyo haitakuwa kwa ulimwengu, lakini hatari hiyo ni kwa kanisa. Yesu alikuwa anazungumza na kanisa, na hata hii inasema kwamba siku za mwisho ni siku za hatari. Hili neno limetokea katika Danieli 12. Pale ukisoma itaweza kuelezea mambo ambayo Danieli ya Mungu alimuonyesha jinsi ambavyo siku za mwisho zitakapokuwa. Lakini tunaona pia kwamba siku za mwisho zinaanzia Yesu alipokuja, amekuja katika siku za Agano la Kale. Amezaliwa katika Agano la Kale chini ya sheria. Neno linasema kwamba apate kutukomboa, apate kuwakomboa wale waliokuwa chini ya sheria. Kwa hiyo alizaliwa wakati wa sheria, wakati wa Agano la Kale, mpaka anakufa msalabani, anafanya kazi ya ukombozi, anamaliza, anafufuka, anakufa, anafufuka, mpaka anaondoka. Zinapita siku 50, siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu anashuka duniani. Hapo ndipo siku za mwisho zilipoanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa siku za kwanza, siku za mwisho zilianzia siku ya Pentekoste. Hivyo sasa hivi tunaishi siku za mwisho, na kwa kadri ya siku za mwisho zinavyoendelea ndivyo ambavyo siku za mwisho zinakuwa za hatari. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa sababu hiyo basi Yesu Kristo kwa hiyo ameliacha kanisa katika siku za mwisho za hatari, akijua kabisa kwamba tukimwangalia yeye, tukimwamini yeye, tukimpenda yeye kwa upendo ule aliotupenda, lazima katika siku hizi za mwisho itakuwa sio kitu kwetu. Sisi tutapita tena kwa ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mwana wa Mungu, usitishike na siku za mwisho, siku za hatari, lakini unatakiwa pia kutembea katika siku hizo, utembee kwa makini sana, kwa kuliangalia neno la Mungu na kukubali kulitii na kuliishi, ili kwamba upate kupita katika siku za hatari ukiwa salama, na tukiwa tunatazamia kabisa kwamba kanisa liko karibu kunyakuliwa sana sana, liko karibu sana sana. Kwa hiyo usije ukapoteza wakati kwenye siku hizi za hatari, ukaenda na siku za hatari ukajisahau, ukashangaa kwamba kanisa linyakuliwa alafu umebaki hapa duniani. Itakuwa ni kilio cha kusikia na kusaga meno, ndipo kitakapoanzia hapo. Bwana asifiwe sana. Haya, sasa kwa muhtasari huo, sasa naomba tusome Mathayo 24. Hebu tuanzie mstari wa kwanza hapa na wa pili. Hatupa ufunuo kidogo. Chukizo la uharibifu. Anasema Yesu akaenda zake, akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akawaambia, mstari wa pili, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu twende kidogo mstari wa 15, Mathayo hii. Anasema tuanzia 14. Sauti yangu kidogo inaleta shida. Tena habari njema, mstari wa 14, ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hivyo ukiona kwamba kanisa linasuasua katika kuhubiri Injili, hizo ni kwa sababu ya hatari ya siku za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Nasemekana siku za mwisho Injili au habari njema itahubiriwa ili kuwa ushuhuda. Kila mtu asikie, kila kiumbe kisikie. Wakati wa hukumu inayokuja, asijitetee mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mstari wa 15 anasema, basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile lililonenwa na nabii Danieli,
limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi habari za chukizo kusimama mahali patakatifu ilikuwa ni wakati ambapo baada ya Bwana Yesu kuondoka kufanya ukombozi, alafu akafufuka, kisha akapaa akaondoka. Wana wa Israeli walipokuwa wanamsulubisha, wanamhukumu Yesu au wanampeleka katika baraza ya hukumu, Pilato akasema ya kwamba mimi sioni hatia kwa huyu mtu, sioni kosa. Wakasema asulubiwe, asulubiwe. Akasema basi mimi nyinyi wenyewe mnajua haya. Akachukua maji akanao. Wakasema tuachie sisi, damu yake iko juu yetu na juu ya watoto wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliposema vile, kweli baada ya Yesu kuondoka kufanya ukombozi na kuondoka, baada ya miaka 70 hukumu ilikuja. Watu wale walipigwa na taifa fulani hilo hodari, wakapigwa, wakatawanywa, wakaondoka mahali pale, na hekalu lao likabomolewa. Hekalu lilipobomolewa na wao wametawanywa katika mataifa pale, walikuja mataifa mengine, taifa lingine wakaingia mahali pale, mataifa mengine au watu wengine ambao sio Waisraeli, ambao sio Wayahudi, wakaingia mahali pale kwa sababu wao walipigwa wakaondolewa kwa kiasi kikubwa. Walibaki watu wachache sana, Wayahudi wachache sana waliobaki pale. Kwa hiyo pale pakavamiwa na watu wengine. Bwana asifiwe sana. Naanza kama historia kidogo, lakini ninakuja kwenye lengo. Basi, kwa hiyo walipokuja wale wengine pale, Waislamu wakajenga msikiti pale ambapo kulikuwa na hekalu la Sulemani, ambao walikuwa wanamwabudia Mungu Yehova, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Pale ambapo Yakobo alipokuwa anakimbia kwenda kwa mjomba wake, alichukua jiwe akalaza kichwa chake pale, akaona ngazi imepanda, yani mbingu imefunuka, ngazi imepanda pale na malaika wanapanda na kushuka. Ngazi ile imeenda mpaka mbinguni, malaika wanapanda na wanashuka na kupanda. Yakobo akasema hapa mahali hapa kumbe ni nyumba ya Mungu. Na hapo Yakobo akaweka lile jiwe akalisimamisha kama nguzo, akaendelea na safari yake. Pale ndipo lilipokwenda kujengwa, wakati lilipotimia lilijengwa hekalu la kuabudia wana wa Israeli pale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa hiyo lile hekalu lilikuja likabomolewa na pakae pale pakaingiliwa na watu wengine. Kwa hiyo Waisraeli wakawa wametawanywa katika mataifa mbalimbali. Baadaye Waisraeli walirudi. Tangu waliporudi, Waisraeli hawana hekalu, wanaabudu katika masinagogi tu, na wakati mwingine kwenye ukuta ambao ulibaki pale kama kipande, wanakuwa pale wakiwa na jambo lao. Kama Sulemani alipokuwa analifungua lile hekalu, akasema, Baba Mungu wa mbinguni, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, ikiwa watu wako watakuwa na shida yoyote wakaja hapa kukuomba, au watakuwa wako mbali huko waliko mataifani huko, watakapokuwa wanakuomba Baba mahali hapa usikilize. Basi sasa mahali hapo sasa Wayahudi wakawa hapana, akaja akajenga, Waislamu wakajenga msikiti ndio ulioko mahali pale. Na Yesu sasa kipindi hicho ndiye anaambia wanafunzi wake kwamba muona jengo hili, maana wao walikuwa wanamuuliza, walikuwa wanamuonyesha kuona jinsi lile hekalu lilivyojengwa kwa ustadi. Mlango ulikuwa ni mlango ambao umenanikishiwa na dhahabu tupu, na ndipo alipokuwa amekaa yule kiweta ambaye aliponywa na Petro na Yohana, ambaye alikuwa miguu yake akafunguliwa pale. Walikuwa panaitwa kwamba anakalishwa kwenye mlango mzuri. Ile mlango mzuri maana yake ilikuwa ni mlango ambao umenakishiwa kwa dhahabu tupu. Kwa hiyo walikuwa wanamuonyesha Yesu, unaona jengo hili lilivyojengwa, hekalu hili. Yaani katika mahekalu hapana, katika majengo hakuna jengo kama hili. Yesu anaambia, hamyaoni haya? Si mnayaona? Lakini halitabakisha jiwe juu ya jiwe. Maana yake watakuja hilo taifa, litapiga, litabomoa na ninyi mtakuwa mmeondoshwa hapa taonekana hakuna kitu. Sasa chukizo la uharibifu ndio ile Yesu analisema alipokuja kujenga pale msikiti, na Mungu anayeabudiwa pale sio Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa Israeli. Kwa hiyo likawa ni chukizo ambalo limekalishwa mahali ambapo ni patakatifu.
Palipostahili kumwabudu Mungu wa kweli, Mungu muumba mbingu na nchi, akaabudiwa Mungu mwingine au miungu mingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ile hali ile wana wa Israeli wanayo mpaka sasa hivi. Wanapigana vita, waliporudi likawa taifa, wanapigana vita, wanapigwa vita pande zote, lakini hawana mahali pa kuabudia. Bwana asifiwe sana. Wao Israeli, nimesema mahali pengine, nitasema mwanzo, nitasema kwamba Israeli ichukue kama dira ya kanisa, lakini somo ni chukizo la uharibifu kusimama mahali patakatifu. Sasa wakati Israeli wao sasa wako hivi, hawana pa kumwabudu Mungu wao, wanaabudu katika masinagogi. Kwa maneno mengine ni kama vile hawana Mungu japo wanaye, kwa sababu mkikosa kukusanyika na kuabudu, wakati mwingine inakuwa kama vile pia inapunguza uzito wa lile jambo au wa ibada au wa imani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wako hivyo, lakini pamoja na hayo wao, Isaya alipokuwa anamtabiri Yesu kuzaliwa, jinsi ambavyo alitabiriwa kwamba bikira atachukua mimba, atazaa mtoto, tumepewa mtoto mwanaume nini na nini, yote mnajua katika Isaya 9 pale. Sasa wao hilo hawakulipokea. Wao walijua Masihi anayekuja, Masihi wao ni yule atakayekuja kuwaokoa katika vita na katika maasi yote. Atakuja kuwakomboa katika tabu zote na wataishi kwa amani isiyokuwa na mwisho. Kwa hiyo kuona kwamba eti kitoto kimezaliwa hapo eti ndio Masihi ilikuwa mbali sana na wao. Kwa hiyo sisi mataifa tukapokea hiyo neema. Sisi ambaye kule mwanzo na sisi hatukuwa na Mungu. Wakati wao wana Mungu, sisi hatukuwa na Mungu. Lakini Bwana Yesu amekuja, sisi Bwana Yesu akatujenga, sisi ndio tukawa hekalu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Wayahudi hawana hekalu, lakini kanisa lina hekalu ambalo sisi wenyewe ndio hekalu la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi wenyewe ndio hekalu la Mungu. Kwa hiyo wale wanachofanya, wanapigana vita ili kuondoa lile chukizo pale, ili Masihi atakapokuja kuwakomboa wakute wamejenga hekalu na Masihi afikie hapo na ataabudiwa hapo kwa muda wa miaka 1000, atakuwa anaabudiwa pale. Sasa hilo wanapambana nao, na vifaa vyote wameshahakikisha, vifaa vya kujenga vyote viko tayari. Wanangoja tu siku gani sijui isemwe, ambayo wao wanaijua na Mungu mbinguni anaijua, waweze kubomoa lile hekalu, ule msikiti, wajenge hekalu. Lakini katika kufanya hivi, katika dunia sasa, katika kufanya hivi, watakapokuwa wamebomoa ule msikiti, kanisa linakuwa linanyakuliwa, kwa sababu kitakachofuata ni vita kubwa. Itakuwa inaonekana kwamba Waisraeli ni wakaidi, ni wakorofi, ni waonevu, ni wazulumati. Kwa hiyo hawa lazima waondolewe kabisa. Kwa vita ya dunia nzima itakayo na walenga wao. Mataifa yatakuwa yanalenga wao kwamba hapana, hawa wamekataa, sisi tumefanya Umoja wa Mataifa kwamba tugawe Palestina iwe taifa na wao, lakini ni wakorofi. Kwa hiyo sasa watawazunguka kuja kuwapiga vita, kuwaondosha. Sasa wakati huo, sasa wakati umezunguka na majeshi kuja kuwaondosha, ndipo sasa Kristo atakuja. Wakati huo sasa wewe na mimi, na ujue hali haiko mbali. Sisi tumeshanyakuliwa kama kanisa, hatupo hapa duniani kusubiri hiyo vita. Tunaweza tukaona, lakini kwa sisi hatuko hapa. Bwana asifiwe sana. Sasa sisi ni hekalu ambalo Bwana Yesu alishalijenga na bado linaendelea kujengwa, na Mungu anaabudiwa katika hekalu hilo. Tena ibada yenyewe anaabudiwa katika roho na kweli. Ukisoma pale Yohana sura ya 4, alipokutana na yule mwanamke, alikutana naye pale Yohana 4 mstari wa 23. Yohana 4 mstari wa 23, kuna mtu anisaidie. Ndio. Amen. Kwa hiyo wewe na mimi sasa, ibada zote ziko rohoni. Ibada zote ziko rohoni. Na ili kumwabudu Mungu katika roho na kweli ni kuichukua ile amri ya kwanza, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, kwa akili zako zote
na kwa roho yako yote. Ndivyo ambavyo Mungu wa katika hekalu hili anavyoabudiwa. Bwana asifiwe sana. Anaabudiwa katika akili zetu zote, nguvu zetu zote, moyo wetu wote na roho yetu yote. Tunampenda Mungu hivyo. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo katika hali hiyo sasa, sisi sasa ni lazima mtu wa Mungu ukae macho, anza kujichunguza, umepungua wapi, umempungukia wapi Mungu. Lakini haya yote yanafanyika, chanzo kikubwa na msingi mkubwa ni upendo wa Mungu. Bila upendo wa Mungu tunajikuta kwamba tunashindwa. Si kwamba tunamkataa Mungu, lakini tunatoka katika mstari polepole bila sisi kujitambua, bila sisi kujua, kwa sababu ni siku za mwisho ambazo ni siku za hatari. Kanisa linasongwa na mambo mengi, mambo ya maisha yanakuwa magumu, vitu vingi vinakuwa vigumu, mambo hayaendi. Hapo sasa ndipo tutakuwa kukaa kwa makini, tujue jinsi gani tunavyomwabudu Mungu wetu katika roho na kweli. Wakati Wayahudi wao wanapambana, walijua lile chukizo la uharibifu, lijengwe hekalu watakapomwabudia Masihi atakayekuja kuwakomboa, wakae naye miaka 1000 hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo watu wa Mungu, ninaomba muwe makini au tuwe makini sana. Ni siku za hatari ambazo sasa tunahitaji kumwangalia Mungu tu. Usikubali kitu chochote kikakuchelewesha. Usikubali kitu chochote kikasimama badala ya Mungu kwenye nafasi ambayo anatakiwa kuabudiwa Mungu, anatakiwa kutumikiwa Mungu. Ukaweka kitu chochote, ukaweka udhuru, ukaweka sababu, utakuwa unajipoteza mwenyewe na utakuwa unajiangamiza mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu ni Mungu ambaye yeye ni wa peke yake, anatakiwa kuabudiwa yeye peke yake. Na kama kuabudiwa yeye peke yake, basi inabidi tumfuate, tumsikilize neno lake analosema, tulipokee, tuliamini, tulitii na tuliishi. Hapo ndipo tutakapoweza kwenda, na hiyo sasa itatusaidia pia kumsikiliza Roho Mtakatifu, kwa sababu tukiwa hivyo atakuwa na nafasi ya kutusaidia sisi, kutuombea kwa kujua kusikuweza kutamka kama neno linavyosema, na kwa kutushauri na kwa kututia nguvu na kwa kutuongoza na kwa kutufundisha, kwa sababu tumempa nafasi ya kwanza Roho Mtakatifu, na yeye ndiye anayetusaidia kumwabudu Mungu katika roho na kweli, kumfanyia Mungu ibada ya kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kuweza kufanya hivyo, Mungu wetu haabudiwi sawa sawa. Kwa hivyo katika siku hizi za mwisho ambazo ni siku za hatari, sasa mtu wa Mungu, nataka sasa uangalie, je, wewe uko salama? Pengine katika kanisa wewe ni mtu fulani, ni mwanahuduma fulani. Je, unafanya sawa sawa? Yesu yuko karibu kuja, anasema atakuja na ujira mkononi mwake kumlipa kila mtu sawasawa na kazi yake. Je, katika hiyo huduma wewe unafanya sawasawa? Uko kwenye huduma ya vijana, je, unafanya sawasawa? Mwenyekiti, unafanya sawasawa? Katibu, unafanya sawasawa? Mweka hazina, unafanya sawasawa? Zile pesa unazitolea mahesabu na ripoti, kila kitu kimekaa sawa? Bwana Yesu asifiwe. Kwenye huduma ya wanawake, je, unafanya sawasawa? Usije ukajikuta siku za mwisho ambazo ni za hatari, au niseme hatari ya siku za mwisho imekwisha kukukumba bila wewe kujijua. Mwenyekiti, kama amesimama kwenye nafasi yako, basi Mungu akubariki. Katibu, kama amesimama kwenye nafasi yako, Mungu akubariki. Mweka hazina vile vile, na wasaidizi, wajumbe ambao ni washirika, je, mmesimama kwenye nafasi yenu kumuunga mwenyekiti na kamati yake, kumuunga mkono kasha kwamba tunakwenda pamoja, na hivyo ndio tumwabudu Mungu wetu katika roho na kweli, maana yeye peke yake ndiye astahiliye kuabudiwa bila kuchanganya na Mungu mwingine yeyote, kwa sababu Waisraeli hawataki wachanganye na Mungu yeyote.
Ndio maana wako tayari kulibomoa lile lililopo, ili wamjengee Mungu hekalu, wamwabudu katika roho na kweli, yeye peke yake, bila kuchanganywa na miungu mingine. Je, sisi tuko salama kama kanisa ambalo tunasubiri wakati wowote parapanda ilie tuweze kuondoka? Tuko salama? Maana Kristo anasema yuko tayari mlangoni kuja na ujira wake mkononi, kumlipa kila mtu sawasawa na kazi yake. Bwana asifiwe sana. Na mahali pengine Paulo anasema ya kwamba kazi ya kila mtu itapimwa kwa moto. Ndio nasema jamani, hebu leo kila mmoja ajitathmini. Sina muda mrefu hapa. Kila mmoja ajitathmini kwamba pale uliposimama kwenye nafasi yako unaitumikia sawa sawa, au Kaisari kakushika unakuwa na sababu, yaani nitatoa sababu. Zile sababu jamani, angalia sana, hazitakusaidia. Hebu angalia kama kwa mfano umeachwa, maana hatutaachwa kwa sababu tu sisi tumekuwa na dhambi. Sio dhambi. Ni watakatifu kabisa, lakini kwa kuto kutumika katika nafasi ambayo Mungu amekupa, kwa kuto kuitumikia ile talanta ukaizika ile, hiyo ndio itakayokuwa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio itakayokuwa dhambi. Ile talanta uliyopewa ile, kama umeiweka mahali ukasema mwenyewe akija nitamkabidhi, itakuwa dhambi, na hiyo ndio itakayokuhukumu. Sio dhambi zingine kwamba labda umesingizia mtu, umeua mtu, umetukana mtu. Hapana, kwa kuto kufanya kazi ambayo Mungu alikupa, alikuagiza uifanye kulingana na kile kipawa alichokuwekea ndani yake, au ile kazi aliyokupa kanisani ya utumishi. Wewe ni shemasi, je, unafanya sawa sawa? Sisi wazee wa kanisa na sisi hata mchungaji, sisemi tu kwamba nawapiga mawe ninyi, lakini ni wakati ambapo kila mmoja angalie kwenye nafasi yake, anafanya sawa sawa. Mwenyekiti kwa kuona kwamba washirika hawaji, na yeye anaamua kutokuja. Hivi litakuwa ni kanisa gani kama mchungaji akiona kwamba washirika hawaji na yeye akakaa nyumbani? Hivi piga hiyo picha. Maana kwa sababu uko kwenye huduma ndogo pengine ya watu 10, 5, 20, unaona kama ni kitu kidogo. Hebu fikiria mchungaji sasa naye anaona na shughuli zake huko zimembana, ngoja afanye. Alafu mnakuja hapa nyewe 2, 3 mnakuta mchungaji hayupo. Hebu piga hiyo picha. Na atakapokuwa na hukumiwa katika hilo, wewe utasema nini? Kwa hivyo hii ni kazi ya kila mmoja. Hakuna aliyeokolewa katika kanisa la Mungu akaokolewa huko alikokuwa, akaletwa katika kanisa la Mungu, alafu akafika kukaa kwa faida yake mwenyewe. Akiwa katika kanisa asimtumikie Mungu, afanye vitu vya faida yake mwenyewe. Huo ni ubinafsi, ndio ambao pia hizo ndio dhambi ambazo zitawahukumu watakatifu. Watakatifu hawatahukumiwa kwa sababu wamezini, kwa sababu wameiba. Hapana, hii itakuwa ni bahati mbaya sana na sitegemei. Lakini watakatifu watahukumiwa kwa kuto kutimiza wajibu wa maelekezo yale ambayo Mungu amekuwa akiwahimiza siku zote, kutokana na mafundisho na mahubiri na jinsi ambavyo Roho anasema naye siku kwa siku, lakini asifanye au akafanya kwa ulegevu. Lakini faida kubwa akaiweka upande wake. Yaani kile ambacho kinamvuta ni kile ambacho kinampa yeye faida, sio kile ambacho kinampa Mungu utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kanisa ukiangalia mambo ambayo Yesu atakuja kuwahukumu watu, ambaye atasema siku ya hukumu katika Mathayo 25. Mathayo 25 ni mstari wa 10 na ngapi ule? Bwana Yesu anasema, anawaambia wale, anabagua watu kondoo na mbuzi. Ukiangalia vitu ambavyo Yesu anavitaja pale, na ndivyo anawaambia watu kwamba nendeni huko kwenye ziwa, nenda na Ibilisi, huko kwenye ziwa la Ibilisi, huko ambako mlikuwa nendeni nyewe mliolaaniwa. Hebu naomba mtu anisomea Mathayo 25 katika mstari gani? Sijaliandika hebu. Mstari wa 25. Sawa, soma. Kitabu cha Mathayo ile sura ya 25 kuanzia mstari wa 31. Amina. Hiyo anasema, atakapokuja Mwana wa Adamu katika utukufu wake
na malaika watakatifu wote pamoja naye. Ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa, mkanipa chakula, nalikuwa na kiu, mkaninywesha, nalikuwa mgeni, mkanikaribisha, nalikuwa uchi, mkanivika, nalikuwa mgonjwa, mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni, mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona u mgeni tukakaribisha, au uchi tukakuvika? Ni lini tena tulipokuona u mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hawa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kuja tuishi hapo kuokoa muda. Unajua Yesu alipotuokoa alafu akatuweka katika kanisa, pia ni kwa ajili ya kutufanyia wepesi wa utumishi. Jambo ambalo lingekuwa peke yako likawa gumu, fikiria kwamba niende gerezani kule Ukonga nikawaona wafungwa, lingekuwa ni gumu. Na sasa unaenda kuwaona wafungwa wako kama tuseme hata 100. Una kitu gani wewe mmoja cha kuwapa wafungwa 100? Lakini tukitumika kama kundi, kama huduma, tukasema leo tunakwenda gerezani kuwaona wafungwa, hata kama tutachagua vipande labda 100 vya sabuni, tutakuwa tumepeleka zawadi kubwa. Na Mungu anasema, Yesu anasema kwamba nilipokuwa kifungoni mlikuja kufanya nini? Kuniona. Lakini hebu fikiri, katika hiyo tunafanya sawa? Nilipokuwa mgonjwa mlikuja kuniona. Hospitali zimetuzunguka. Lini ambapo tumekwenda tukasema kama wanawake, kama vijana wenye nguvu, hebu tufanye kwenye mfuko wetu, chukue ngapi? Chukua 100, twende tukachukue hata machungwa. Twende tukawatie moyo na kuwaombea, tunawaombea. Twende tukaombe ruhusa kwa yule aliyoko kwenye zamu siku hili. Kanisa tumefanya lini? Au basi tuseme sio kikundi, basi mmoja, maana utumishi uko ndani ya mtu. Tumefanya hayo. Sasa hayo ndio atakayokuja kutulaani sisi na kutuweka kwenye hukumu. Hiyo ndio nasikia kwamba katika miaka 3.5 baada ya kanisa kunyakuliwa, kanisa litakuwa yaani Mungu Yesu atakuwa anatoa hukumu ya watakatifu. Ndio hiyo hukumu ya watakatifu. Mbona hapa wao walifanya hivi? Wao walifanya vizuri, mwanangu, ingia rahani mwa babako. Wao hapa mbona walifanya hivi? Haya, ngazi zake zimeungua kama kwa majani, zimeungua kwa moto kama majani. Haya, unaponea chupuchupu, haya ingia, vitu kama hivyo. Lakini kunakuwa ni aibu. Mungu alipokuokoa amekuweka muda gani mpaka uende mbinguni huna chochote cha kupeleka? Kwa sababu tu ubinafsi ulikamata. Kasema sina muda. Lakini muda unao kufanya mambo yako, kufanya ya kanisa huna muda. Sasa vitu vya namna hiyo fikiria. Alafu neno la Mungu ambalo tunakwenda nalo mwaka huu, ambalo mtumishi wa Mungu alipewa katika mwanzo wa mwaka, ambalo Mungu ametubariki nalo, ni kutuhesabia haki. Ni mwaka wa kutuhesabia haki. Lakini sasa tuangalie, kama ni Mungu mwenye haki anatuhesabia haki, hivi ni haki ya namna gani? Ya uchungu, ya furaha? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo siku hapa kwa ajili ya kuwalaumu au kujihukumu, lakini kwa hapa kwa ajili ya kuhimiza na kuamsha kwa upya kwamba hii ndio sauti ambayo Mungu ametupa katika kanisa letu leo. Tuanze kujiangalia, tuamke tena, au huduma zetu ziamke. Wenye viti na kamati mwanze kukaa vizuri, na wanawake na washirika wote, kama ni vijana, kama ni huduma ya watoto, kama ni kwaya, kama ni uimbaji, tusimwangushe Bwana Yesu katika utumishi aliyotupa, tukafanya mambo yetu tukajisikia kwamba tuko salama. Hatuko salama, na wakati umeisha. Siku yoyote ile itakuwa parapanda inaita papa. Watakaoisikia maandiko ni wenye hekima, ndio watakaotoa masikio ya kusikia. Wengine watakuwa tunauchapa usingizi, labda
na uchapa tu, lakini parapanda imelia. Asubuhi unaamka unashangaa, na unakutana na tangazo linasema Tanzania imepoteza watu milioni kadhaa, hawaonekani walipo. Ukiangalia nyumbani kwako, hata watoto tena hawapo, labda ni mume hayupo, labda ni mke hayupo, ndipo macho atakapoanza kung'aa. Hapana, bado tunao muda, neema ya Mungu bado ipo. Hebu tutoke huko. Leo tunajikumuta, tunaombewa, tunaanza upya, hasa kwa wale ambao ni viongozi katika kanisa. Tuanze upya ili tuweze kuinuka, na Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kutusaidia udhaifu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu kazi yake ni kutusaidia udhaifu wetu. Ikiwa tutajielewa, tutajitambua na tutakiri kwamba hapa kweli tumefanya vibaya, basi Roho Mtakatifu tukamwomba, atatusaidia, na kuanzia hapo tutapiga hatua mpya. Ya pili atatupa yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Turudi mahali ambapo Mungu anataka tukae, ili tumpe yeye utukufu, na atakapokuja basi sisi tusio na sababu ya kubaki hapa, tuondoke tukamlaki mawinguni na kwenda kuishi katika uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jamani, hebu tuchangamke. Tuchangamke. Matatizo ni mengi. Kuna vitu ambavyo nilikuwa nimeviorodhesha hapa kidogo. Nimeviorodhesha kidogo ambavyo vinatufanya tujikute kwamba tunakuwa wazito. Cha kwanza ni hofu. Hofu inamfanya mtu ajikute hajitambui, anaweza akaangukia mahali pabaya sababu ya hofu. Mwenye hofu hata kulala ndani peke yake hawezi. Kwa hiyo hofu katika kumtumikia Mungu, ukikwazwa kidogo, hofu inakuingia. Unasikia hofu, unakimbia utumishi. Haya, kingine cha pili ni woga. Imeandikwa katika Ufunuo kwamba waoga, wazinzi na watu kama hao waabudu sanamu mahali pao ni katika lile ziwa. Tukimbie huko, tukwepe huko. Hatuna sababu ya kuingia kwa. Kama Kristo alikuja akayapata hayo yote ili sisi tusiingie huko, kwa nini tuende huko? Twende kizembe tu kwa sababu gani? Si bora kuukosa ulimwengu wote tumpate Yesu, tuyapate maisha yetu. Amen. Amina. Tukose ulimwengu wote, kazi tupoteze, kila kitu tupoteze, mashamba yapotee, viwanja vipotee na magari yapotee, lakini tubaki na Yesu, tulithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tukivipoteza vyote hivyo kwa ajili ya Kristo, anasema sasa mmeweka pale ambapo hakuna nondo, hakuna wezi, kwa hiyo tutavikuta kule. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hivi sasa visitushike miguu yetu, tukawa wagumu, tukashindwa cha kufanya, tukawa wajinga. Kingine ni kukosa imani. Tangu tunapomwamini Mungu alipotuokoa, tuliokolewa kwa imani tu. Kwa hivyo tutaishi kwa imani, tutatumika kwa imani. Hata kama mambo ni magumu, tumekutana na mambo magumu katika utumishi, ni lazima tuende kwa imani, tutamwomba Mungu, tutamsubiri Mungu, Mungu atatoa njia, tutaendelea na utumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa imani. Kingine ni tamaa za mwili. Tamaa za mwili zinawaangusha watu wengi sana. Tamaa za mwili zinamvuta, akijiangalia anaona yeye sijui hana mchumba, sijui hana mpenzi, sijui vyote hivyo unakuta kwamba mtu dhambi inamnyemelea tu kirahisi kwa sababu ya tamaa za mwili. Hivi vitu vinakushika vikuingiza mahali pabaya. Changamka, ni wakati wa mwisho, wakati umekwisha, parapanda inalia, ikute umejitakasa. Ondokana na mambo ya tamaa za mwili. Tamaa za mali. Tunashindwa kuja kanisani kumtumikia Mungu kwa sababu tunakimbizana na maisha. Tupate na sisi hela ya kulipa shule, si ya kufanyaje. Muda umekwenda, lakini nilikuwa na shuhuda nyingi. Mimi nawaambia hayo, nimeyapitia. Nilikuwa nalea watoto hao wa kiume hao, lakini niko peke yangu na sina kazi. Nilikuwa mama wa nyumbani, mwanaume akafa, nikabaki sina kazi. Watoto ninao wanataka kusoma, wanataka kula, maisha yalikuwa magumu. Lakini neema ya Mungu ilivyokuwa juu yangu, ilivyokuwa kubwa, namshukuru Mungu. Sikuweza kukosa hapa utumishi. Nilikuja katika vipindi, nilikuja wakati wa ushemasi, nilifanya anastahili ushemasi nilifanya, na hivyo vinipelekea mimi sasa biashara yangu kuiandaa usiku na kuchelewa kulala na kuamka nimechoka. Lakini ya Mungu niyafanye kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikuwahi kumwona Mungu akinipungukia. Kwa hiyo kusema kwamba nitafanyaje, mimi nikiacha kupeleka, nikiacha kufanya hili, nitafanyaje, nitakula nini? Hapana. Siku moja
Nikuta mama mmoja anamuuliza mwenzake, mbona hujaonekana kanisani? Asema, sasa biashara yangu nitamwachia nani? Utamwachia nani? Yaani kabisa Yesu akiwepo atamjibu hivyo kweli? Akija kwanza muda utakuwepo, wala akuulizi hivi. Hivi ni vitu ambavyo vinatubembeleza kama mtoto ambaye anatakiwa kukimbiwa na mama yake, anapewa pipi, inakuwa ni tamu, mama yake anatoroka, anamwacha, anakuja kushangaa kwamba amepokea pipi akampoteza mama yake. Ndivyo na sisi tulivyo na vitu vya duniani. Changamkeni sana. Ibada ya sanamu, kumbuka chochote kila ambacho unakiweka kwenye nafasi ya Mungu, hiyo imekuwa ni ibada ya sanamu. Umeabudu sanamu, umechonga ndama wa sanamu, umechonga mungu wa sanamu. Kama vitu vingine utavifanya wakati unahitajika kutumika kanisani, ukaendelea kufanya kitu kingine huko kinachokupa maslahi wewe, kinachokulinda wewe, kinachokupa heshima wewe, basi wewe umemwabudu mungu wa sanamu. Hivi ndio itakazokuwa dhambi zetu za kutufanya tuachwe na kupoteza ufalme wa mbinguni. Nyingine, uvivu. Kazi za kufanya zipo, lakini tungeweza kufanya kazi kwa pamoja, tuweze kumfanyia Mungu wetu, tuweze kupata wepesi wa utumishi, lakini sasa hatuwezi kwa sababu ya uvivu. Kila mmoja anaona nitaweza nafanyaje kazi zangu? Je, ni uvivu na ubinafsi, kiburi, uongo, uzinzi. Nashangaa sana, yani uzinzi unanyemelea kanisa la leo. Sasa nimekuja kugundua kwamba kumbe kanisa, wakati sisi tunaokoka, kulikuwa na uadilifu sana katika kanisa, kwa sababu mtu aliyesikiwa tu kwamba anakuwa na dalili hizo, ama ni kwa kusikiwa naongelewa, ama ni kwa kumuona sijui kajipanga na nani, ama sijui ni kwa kuona kabisa kwamba ametenda hilo kosa, unakuta kwamba huyo alitengwa. Sasa hivi kwa sababu maasi yameongezeka, tumekosa nguvu, ama upendo wa Mungu umezidi, neema imezidi, hatuwezi kuhukumiana, au basi ni ujasiri umekosekana. Kwa hivi dhambi zimechanganyikana kanisani, kanisa halina nguvu, kanisa limepoa, na watu tunamtumikia Mungu au tunamwabudu Mungu kwa kujitahidi, sio katika roho. Sio katika roho. Katika roho inaeleweka. Tukimwabudu Mungu hapa kwa ibada katika roho inaeleweka, lakini ibada zetu ni kavu kwa sababu dhambi zimo katika kanisa. Hasa dhambi mbaya ya uzinzi ni dhambi mbaya sana, kwa sababu ile mtu anaitenda juu yake, lakini inaleta madhara kwa watu wengi. Naweza kuleta madhara kwa familia, ikaleta aibu katika kanisa, ikaleta. Kwa hivi vitu vipo katika kanisa na vinafanya kanisa lipoe na kuisha nguvu za Roho Mtakatifu. Tujichanganue leo, tujitakase leo, tuanze upya. Bwana asifiwe. Nimesema uongo, uzinzi, kukosa utii. Watu wamekosa utii. Tumekuwa washindani sana. Tumekuwa watu wa kujihesabia haki sana. Tumekuwa watu wa kulaumu sana. Mtu ukitumwa, kwa nini mimi? Mtu ukiambiwa, kwa nini mimi? Mtu ukikwezwa kwamba, yani Biblia anasema kwamba mzazi huwa anamrudi, yani anakuwa karibu sana kumhukumu au kumkemea mtoto yule ampendaye. Na mzazi anampenda mtoto gani? Mtoto ambaye anamwona kwamba mtoto huyo ana vitu ambavyo ni vizuri, sitaki aharibike. Kwa nakuta kule kwa muonyo kwa mara, yeye anaona kama baba yake anamuonea. Lakini mtoto akiwa mwenye hekima anatii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawezi kushindana na baba yake. Kwa hiyo tabia hizi zimetoka huko tulikotoka, zimekuja katika kanisa, tunaendelea nazo katika kanisa. Watu sio watii. Na sasa usipomtii kiongozi, Biblia inasema kwamba watiini wenye kuwaongoza ili wafanye kazi hiyo kwa urahisi, sio kwa maumivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kukosa utii, alafu kujihesabia haki, kukosa unyenyekevu mbele za Mungu na kukosa upendo kwa Mungu. Haya yote tunashindwa kuyafanya kwa sababu upendo wa kumpenda Mungu umepungua sana. Ukimpenda Mungu huwezi kuacha kumtumikia, huwezi kuacha kulitii neno lake, huwezi kuacha kuyafanya yale ambayo Mungu anaagiza. Kama ni kanisani au ni popote utayafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo haya yote watu wa Mungu, leo Mungu amependa kuongea na sisi
na neno la Mungu anasema halianguki chini. Hili limekuja kwa sababu ni siku za mwisho, siku za hatari, siku ambazo wakati wowote Yesu anakuja kulinyakua kanisa. Hebu tuanze upya. Bwana asifiwe sana. Tutasimama hapa. Wewe ambaye unasikia kwamba unataka kurekebisha maisha yako, siwezi kusema njoni hapa tuombe. Yule ambaye anataka kurekebisha njia, kuanza moja, kutokana na somo hili jinsi kama amelisikia na kunielewa, aje hapa, mchungaji atamwekea mikono na hapa sasa tutaanza kwa upya. Mungu awabariki sana. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru Mfalme kwa sababu wewe ni mwema. Asante Baba kwa ajili ya neno lako mtakatifu ambalo Mungu mchana huu Baba umetulisha. Tangu asubuhi Baba mtakatifu umetulisha. Ukasema wewe ni mzabibu na Baba yetu ndiye mkulima na sisi ni matawi. Hayo yote Baba nataka kuona kwamba tunazaa matunda kama kanisa ili Bwana Yesu upate kutukuzwa. Hata wakati huu Baba unazidi kuonya kwamba uko karibu mlangoni, uko karibu kuja kulichukua kanisa. Unaona ni bora watu wako Baba tujinyenyekeze, tutubu, tugeuke, tutakaswe na damu ya Yesu Kristo ipate kutukomboa katika hayo, na Roho Mtakatifu apate kutusaidia katika kukamilishwa, ili kwamba Baba siku ujapo Mfalme tutakaposikia parapanda basi tukulaki mawinguni. Mungu asaidie watumishi wako, asaidie watakatifu wako Bwana. Wewe ndiye uliyetuita, wewe ndiye unayetukomboa, wewe ndiye mwenye kutusaidia Baba, ndio unaweza kututakasa na kutusafisha kabisa mioyo yetu, dhamiri zetu na vyote ambavyo Baba mtakatifu tunahitaji kutakaswa, miili yetu na akili zetu. Mungu ukavitakase ili Baba sasa tupate kutembea katika wepesi wa kukutumikia wewe. Mungu, katika jina la Yesu narudisha sifa na heshima na shukrani kwako mtakatifu. Asante Baba kwa kunitumia bila kujali udhaifu wangu, bila kujali kushindwa kwangu, lakini umesimama Baba ili walilosikia ndio lilotoka kwako. Naomba Baba ukawabariki na jina lako likabarikiwe. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu naomba na kushukuru. Amen. Amen. Karibuni sana. Neno la Mungu liko wazi. Ndio maana mtumishi wa Mungu anasema wewe jichunguze mwenyewe. Mpaka leo neema ya wokovu iko bado kwenye hiari yako mwenyewe. Toba inaanza moyoni mwako, una hiari yako mwenyewe. Ulichosikia ukaona kabisa kwamba nahitaji kufanya upya na Mungu, njoo hapa mbele, tutaelekeza baba yetu. Njoo hapa mbele tuombe pamoja. Bwana Yesu, ninakuja kwako. Nimesikia nchini pako. Nimesikia neno lako. Na ninaogopa. Yesu, naomba unisamehe. Takasa moyo wangu.
nafsi yangu na roho yangu. Yesu, nimeona ndani yangu nimepungua, nimechafuka, ninahitaji kufanywa upya, kutakaswa kwa damu yako. Yesu, ninaomba chunguza moyo wangu, yamkini liko jambo lililo sirini nisilolijua mimi, nisafishe kwa hisopo, nitakuwa safi mbele zako na mbele za ulimwengu, kwa ajili ya kazi yako, kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya utukufu wako, kwa ajili ya wito wako ulioniita Yesu. Ninaomba Bwana, fanya mpya mambo yaliyoharibika ndani yangu Bwana, fanya upya Mfalme, niweze Bwana hata upya na wewe Yesu. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya sababu ambaye amesogea chini wako safi kwa damu kwa Mungu wako. Baba, unakushukuru katika jina la Yesu. Nakushukuru kwa ajili ya mtumishi wako huyo safi kwa damu ya kwa Mungu wako. Bwana, watu unakushukuru katika jina la Yesu. Nakusogeza mbele zako safi kwa damu ya kwa Mungu wako. Bwana wangu nakushukuru. Baba, Bwana amesogea chini wako. Jana huyu safi kwa damu ya kwa Mungu wako. Jehova Mungu unikumbuka katika Yesu. Mtumishi wako, kazi wako wamesogea chini wako. Usafi mtakase kwa damu ya kwa Mungu wako. Katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Bwana asifiwe. Tunasikia neno la Mungu na neno la Mungu liko hai, ni upanga unakata mwili, na lenyewe lina kusudi la kutengeneza njia iliyonyooka ya utumishi wetu mbele za Mungu, ili kwamba Mungu aweze kujivunia kuwa na kanisa na watumishi wake waliotakasika. Na sisi ambao Mungu ametupa neema ya kuwa tuweze kuingia na kutoka katikati yenu, pasipate ujasiri wa kumwambia Bwana Yesu na kushukuru, kwa sababu kusanyiko hili ambalo umenipa niweze kuingia na kutoka katikati yao ni kusanyiko safi, lililotii na kunyenyekea, lililosimama pamoja na mimi, limenyooka, na kwamba tunakwenda pamoja. Yesu na kushukuru. Zaidi kinyume cha hapo, natunyima ujasiri wa kumwambia Bwana Yesu, hawa ndio watu wako ambao umewaokoa, nami nimetumika pamoja nao, lakini anaona hakuna unyenyekevu, hakuna uadilifu, hakuna utii, hakuna mambo yote ambayo anategemea kuyaona katika kanisa. Na kusudi la Mungu sio hilo. Kwa Mungu sio, Mungu afanye upya neno lake ndani yako, ili na wewe ufanye upya ustahili ile haki uliyozaliwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu wote. Mungu Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa mtumishi wako ambaye umetumia, na naamini hakika kwamba Roho Mtakatifu ulijua na unafahamu jinsi gani jana kiwetu tulionayo katika roho tunahitaji kufanya upya kwa neno lako. Na kazi yako Bwana Yesu ni kutakasa kanisa lako kwa maji katika neno, na hiyo neno lako ni roho tena nzima. Na kushukuru kwa sababu naamini hakika kwamba kila aliyekusudiwa kutakaswa kwa neno lako amepokea sawa sawa na mapenzi yako. Bariki mtumishi wako katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Amen. Mungu karibu.